Jambo la kwanza, tunajiandaa na AFCON, lakini timu ambayo imekwishapitia baadhi ya maeneo mengi ya beach, imeonekana baadhi ya maeneo mengi hayana mpangilio ambao unaweza kubeba hadhi ya wadau mbalimbali kutoka mabara ya Afrika na hata Ulaya na hata mabara mengine, angalau kuweza kupata mambo mbalimbali katika bichi zetu. Kwa hiyo eneo hili limeonekana ndio eneo ambalo bado liko salama, kwa maana kwamba ni lazima baadhi ya maelekezo sasa yaweze kutolewa. Lakini jambo la pili, miezi michache iliyopita, huu umekuwa ni ukanda mkubwa wa kuvushia madawa ya kulevya, na baadhi ya hoteli ambazo ziko katika ukanda, baadhi ya madampo yao yamekuwa yakitumika kuhifadhia hizo dawa kadiri ambavyo taarifa zimetolewa. Na kamishna wa madawa ya kulevya Tanzania, moja maeneo ambayo pia amekwisha fanyia kazi na kukamata madawa hayo ni pamoja pia na ufukwe huu. Patrol zinaendelea kutoka hapa kuelekea mpaka Mbudia na baadhi ya visiwa, lakini ukanda huu wote umeonekana kama ambavyo katibu mkuu wa wilaya amezungumza, imeonekana pia baadhi ya vitu bado vinafanyika na bado vinaendelea. Lakini jambo la tatu, nimekuja hapa na kamishna wa msaidizi wa ardhi. Hapa tuliposimama, wenzetu wa TPDC, nafikiri mkuu wenzetu wa TPDC, hapa tuliposimama, kwa historia zamani hapa wenzetu wa TPDC wamepatumia sana. Na huu ufukwe maana yake ni kwamba unakuwa bado upo kwenye uangalizi wao. Lakini ukichukua mchoro kutoka pale Whiteside, kuna extension ya hotel ambayo imefanyika kihuni, na extension hiyo inakuja kufanyika kwenye maeneo ya serikali. Sasa nimekuja pia na watu TAKUKURU, nimekuja na watu kamishna wa msaidizi wa ardhi, nimekuja na watu TPDC, ili kwamba jambo hilo mara moja lianze kuangaliwa kwa jicho la haraka sana, kwamba ni namna gani eneo la serikali linaweza kuwa extended kienyeji, maeneo ambayo is for the public use, extended kienyeji. Sasa hili mtu atakuru wa mkoa, kwa kuwa tumeambatana na watu wa ardhi wako hapa na TPDC, nataka mlishughulikie mara moja, ili kabla ya miezi ile ya kuanza kupokea wageni hapa tumekusha lifanyia kazi na mambo yote yako settled. Lakini jambo la 4, tumekuja na halmashauri wenyewe, manispaa ya Kinondoni, mnao wajibu wa kutunza maeneo haya, mnao wajibu wa moja kwa moja wa kutunza haya maeneo, tusiishi kienyeji. Hii ukienda kwenye baadhi ya mataifa, kwa mfano ukienda hata Eastern Europe, zipo baadhi ya nchi ambazo zinaishi kwa utalii peke yake, hazina lulu nyingine. Ukienda kwa mfano visiwa vya Malta, ukienda wapi, vinaishi kwa hiyo utalii tu. Lakini sisi hapa Tanzania, hata sisi hapa Afrika, zipo baadhi ya nchi zinaishi kwa utalii, tena kwa kitu kidogo sana. Lakini sisi Dar es Salaam tujiulize, tuna jambo gani jema ambalo tunaweza tukalitumia hasa kwa utalii au tunapopata wageni kutoka kwenye mataifa mengine? Lakini hata wenzetu tu, watoto na watu wazima, Jumapili, Jumamosi, Ijumaa jioni, unakuta wote wanataka kurundikana pale Coco Beach au Kawe Beach au kuja mitaa hii ya Ramada. Lakini yote hii ni kwa sababu baadhi ya public beaches ni kwamba tumezipeleka kwa watu binafsi, na ndio maana hata namna kuingia imekuwa ni jambo gumu sana. Hii inatokana na poor planning, pasipo kuangalia miaka ya mbele kwamba taifa letu liweze kuwa na mambo gani. Sasa haya maeneo yote ni lulu kwa halmashauri au manispaa ya Kinondoni, lazima mya protect. Na kwa mantiki hiyo, kuanzia siku ya kesho, watu wa Kinondoni mkishirikiana watu wa TFS, hapa kuna watu wa TPDC, hapa kuna watu wa TFS, wote wataonesha mipaka yao. Nataka ipigwe greda kuzunguka eneo hili lote, ili pia zipatikane njia za kufanyia mazoezi wakati ambapo taratibu zingine zikiendelea. Lakini hata wenzetu tu, watoto na watu wazima, Jumapili, Jumamosi, Ijumaa jioni, unakuta wote wanataka kurundikana pale Coco Beach au Kawe Beach au kuja mitaa hii ya Ramada. Lakini yote hii ni kwa sababu baadhi ya public beaches ni kwamba tumezipeleka kwa watu binafsi, na ndio maana hata namna kuingia imekuwa ni jambo gumu sana. Hii inatokana na poor planning, pasipo kuangalia miaka ya mbele
kwamba taifa letu liweze kuwa na mambo gani. Sasa haya maeneo yote ni lulu kwa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, lazima mya protect. Na kwa mantiki hiyo, kuanzia siku ya kesho, watu wa Kinondoni mkishirikiana watu wa TFS, hapa kuna watu wa TPDC, hapa kuna watu wa TFS, wote wataonesha mipaka yao. Nataka ipigwe greda kuzunguka eneo hili lote, ili pia zipatikane njia za kufanyia mazoezi wakati ambapo taratibu zingine zikiendelea. Ipigwe greda kutengeneza barabara kote huko, ili sasa zipatikane njia za kufanyia mazoezi, na baadhi pia hata vyombo vya dola vitafanya pia mazoezi yao hapa, ili pia kuendelea kuliprotect eneo ambalo kwa ukanda huu tunaweza tukasema ndio eneo ambalo limebaki. Maeneo mengine yote yameharibiwa, kwenda moja kwa moja mpaka Coco Beach mpaka wapi, maeneo mengine mengi yameharibiwa. Msiruhusu siasa isimame juu ya uchumi. Uchumi unatakiwa kuanza kwanza, halafu mambo ya siasa yatafuata baadaye. Changamoto kubwa ambayo ipo ni kuna hao vijana wanajiita beach boys, ambapo wamekuwa wakitumia fursa ya kuambia mabinti kwamba watawafundisha na wao kuogelea au kudive, lakini wakifika kule katikati wanataka kuwabaka na wanawaambia kwamba wasipokubali basi watawazamisha. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tunakushukuru, kwani umekuwa ukifanya sana, ukipitia na kufuatilia sana haya mambo. Sasa hivi yameweza kupungua, ingawa bado yapo. Ni kwa maelekezo yako, na ndio maana hadi hii hali sasa hivi imepungua. Na jambo la pili, kwa hawa wenzetu ambao wanamiliki maeneo kwenye hizi fukwe za bahari, wamekuwa wakiwalalamikia watu ambao wanapangishwa kwenye haya maeneo yetu ya beach kwamba wanawafanyia kelele na uchafuzi wa mazingira. Hii imekuwa bado ni changamoto kubwa mpaka hivi sasa, ambapo pia tunaendelea kupambana nayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na changamoto nyingine ya tatu ambayo tumeiona katika haya maeneo yetu ya ufukwe wa bahari ni uvuvi haramu, ambapo wavuvi wanapenda kutumia nyavu ambazo zimekatazwa kwa ajili ya kuvulia samaki, lakini kwa kushirikiana na afisa kilimo na uvuvi tunaenda vizuri, na sasa hivi hili jambo limeanza kupungua. Na jambo jingine ni mambo ya usafi na mazingira, lakini tunashukuru Mungu watu kwa upande wa mkurugenzi wanafanya jitihada kubwa ya usafi na maeneo yetu yanaanza kuimarika. Na jambo la mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kuhusu magendo ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye haya maeneo yetu ya ufukwe wa bahari, ambapo watu walikuwa hawalipi zile pesa ambazo zinatakiwa kulipa. Kwa hiyo tunawashukuru kwa maelekezo yako, uliweza kuongea na watu wa bandari ambao sasa hivi wameweza kuweka kambi hapo, na sasa hivi ushuru, pesa zote zinapatikana kihalali. Kwa hiyo kwa maelekezo yako tunakushukuru sana Mkuu wa Mkoa, hii biashara ya magendo imeweza kupungua. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni hayo ambayo nimeona ni makubwa katika wilaya yetu hii ya Kinondoni, sana sana kwenye hizi fukwe za bahari, ingawa kwenye mambo ya migogoro ya ardhi na uvamizi wa mazingira hivi vitu havikosekani. Kama hili eneo tuliopo hapa ndio eneo ambalo kabisa watu wanajiaminisha, saa nyingine wanawatafuta watu huko, wanasema ni eneo lao, wanawapimia, watu wanalipa pesa, kumbe wanaenda huko wanapigwa. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo ipo na kila siku Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umekuwa ukipambana nayo ni utapeli na watu wenye uchu wa maendeleo ambao wanatusababishia migogoro mikubwa ya ardhi. Kwa changamoto za uvamizi wa maeneo ya misitu na watu kuyabadilisha kuwa makazi. Watu wanapambana kwenda kutengeneza hati ili maeneo hao yawe makazi. Maeneo mengi ya mikoko yamekuwa yanabadilishwa mazingira na kuwa maeneo ya kawaida. Kama tunavyojua, misitu ina muhimu sana. Misitu inasaidia kupata hewa safi. Kwa hiyo watu wengi wanadhani kwamba Dar es Salaam hakuna haja ya kuwa na misitu. Misitu hiyo mikoani tu, lakini sisi tunaishi kwa hewa safi kwa ajili ya misitu. Kwa hili eneo ni kweli kuna eneo la mwanzoni kwa miliki mwekezaji, tunafuata eneo la TPDC, alafu tunafuata eneo la TFS ambalo limebadilishwa. Lilikuwa zamani eneo la mikoko, limechangewa limekuwa eneo la kawaida. Kwa hiyo mikoko ikichangewa tunaweka miti ile aina yake ambayo inaendana, inaitwa mvije au kashwarina, ambao kule mbele kuna mipaka tumeiweka hapo. Na pia pamoja na hivyo tumeweka na mabango. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru kwa jitihada zako za kuweza kutusaidia kulinda maeneo yetu, na tunaomba ushirikiano, na tunaendelea kushirikiana na watu wa ardhi, watu wa serikali kwa mara kwamba mtu akitaka eneo la ardhi lazima tuje tukague tuweze kunani. Ili hizi fukwe kwa kuwa ziko chini ya Planning Authority ambayo ni halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, tutashirikiana nao kwenye hiyo timu, na wenzetu kama Planning Authority wataona namna nzuri ya kuzipangilia hizi fukwe ili ziweze kukidhi mahitaji ya jamii pamoja na kuinua uchumi. Fukwe ni uchumi.
Lakini kingine ni naomba hizi taasisi ambazo zinamiliki haya maeneo hapa, kwa sababu kuna taasisi zaidi ya moja, ni vizuri haya maeneo tukayapima na yakamilikiwa na taasisi kwa ajili ya kuepusha migogoro na baadhi ya wananchi ambao wanaweza akaanza kuingia moja moja hapa. Historia inaonyesha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa maeneo prime kama haya, mwananchi anaweza kaja tu hapa na nyumba yake ya mabati, mwaka wa kwanza wa pili sisi tunamuona ikaisha miaka 5, 10, 15, mnakuja kuanza kumtoa mwaka wa 20, nakwambia mimi niko hapa miaka 20, kwani mlikuwa mnioni? Kwa hiyo ni vizuri pia kulinda mtu akija, kama hausiki aondolewe, na kama anakuja kwa mikataba kama ambavyo halmashauri wanafanya, basi aje kwa fomu mikataba. Lakini mtu mwingine yoyote na utaratibu, tunaomba taasisi husika zichukue hatua.